الله الرحمن الرحيم. الحمد لله ثم الصلاة والسلام على رسول الله محمد بن عبد الله. Amma baada ya kumshukuru Allah tabaraka wa taala na kumtakia rehema kipenzi cha umma na si mwingine ni Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Leo hii tumekutana tena katika kipindi chako pendwa cha Zijue Madrasa Zetu zinazoruka katika channel yako pendwa ya Al-Bahrain Online TV. Leo hii tumetembelea katika mtaa huu Mwanamtoti katika madrasa hii inayofahamika kwa jina la Al-Madrasatu Nahdhati Shadhiliya. Hivi sasa nitakusogeza moja kwa moja mpaka kwa mwalimu mkuu wa madrasa hii ili mradi tupate kujua mawili matatu kutoka kwake na historia fupi ya madrasa yake hii, kama kipindi chetu kinapokwenda kwa jina la Zijue Madrasa Zetu. Inshallah hivi sasa naelekea katika ofisi ya mudiru wa madrasa hii. Kameramani wangu naomba unisogeze na uwasogeze wale wote wananitazama katika ofisi hii ya mwalimu wa madrasa hii. Naam, hivi sasa tumeshafika katika ofisi ya mwalimu wa madrasa hii Al-Madrasatu Shadhiliya, Al-Madrasatu Nahdhati Shadhiliya iliyoko Mbagala Mwanamtoti katika mtaa huu Magengeni. Ni mwalimu. Shukrani. Shukrani ya Sheikh. Habari za hapa? Majambo yanasemaje? Tunashukuru Mwenyezi Mungu. Naam. Karibu Sheikh. Shukrani sana. Karibu sana. Naam, tumeshakaribishwa, tumekaribia na hivi sasa tumekutana na shekhe wetu. Tutamuhoji maswali mawili matatu na historia fupi kama tulivyosema ya madrasa yake, ili mradi tupate kuzijua madrasa zetu zinatuzunguka, madrasa ambazo zinatulelea watoto wetu, madrasa ambazo zinakuza vipaji vya watoto wetu katika maadili yaliyokuwa mazuri kama usomaji wa Qur'ani, uhifadhi wa Qur'ani na kadhalika. Moja kwa moja nitaenda kumhoji mwalimu huyu tumfahamu mimi na wewe unanitazama katika channel yako hiyo pendwa ya Al-Bahrain Online TV. Mwalimu. Naam. Assalamu alaykum tena. Assalamu warahmatullahi wabarakatuh. Kheri kabisa. Tunashukuru Mwenyezi Mungu. Habari za hapa? Hapa kheri. Allah anaturuzuku, alhamdulillah. Basi moja kwa moja mimi ningependa kwanza mwalimu, mimi nikufahamu pia anayetutazama pale sasa muda huu anayetutazama aweze kukufahamu unaitwa nani na unatokea wapi angalau kwa ufupi. Bismillah. Assalamu alaykum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahir rahmanir rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya wad din wa ala alihi wa sahbihi wa sallam, amma ba'd. Twende. Ama baada ya kumshukuru Mwenyezi Mungu na kumtakia rehema na amani ziwe juu yake, kwa majina naitwa Ustadh Rajab Qasim Chike au maarufu Chike. Madrasa yetu hii Madrasatu Nahdhati Shadhiliya, historia fupi kidogo, imeanza mwaka 1984, mudiri wake akiwa ni Sheikh Abdul Wahid ibn Ali, mtu akiwa huyu ni Shadhili. Akaendelesha madrasa hii na alianza tu na wanafunzi wachache mpaka walipofika mwaka 1987 walifanikiwa kujenga jengo hili ambalo unaliona hapa kwenye kumbukumbu yetu, likiwa na baadhi ya wanafunzi. Alhamdulillah, kwa mafanikio hayo mpaka walipofika mwaka 2002 mzee huyu alifariki dunia na madrasa hii ikashikwa na mwanafunzi wake anaitwa Said Barakati Makonde kutoka Kiwa. Sasa hivi yupo Vikunai, na baada ya hapo mpaka mwaka 2018 alhamdulillah nikafika mimi hapa kwa ridhaa ya Sheikh Barakati. Tunaendelea kuishika jengo hili mpaka sasa hivi. Wanafunzi tuliokuwa nao sasa hivi takriban wanafunzi 180 mpaka 190 ambao tunao katika fasili zetu tatu. Baadaye inshallah tukitoka hapa tutaenda kuzicheki zote, tutaziona. Tunamshukuru Mwenyezi Mungu, kwa kweli tuna ushirikiano mzuri na wazazi wetu, na ndio maana kuna watoto wengi ambao wanatuletea, lakini vile vile kama kuna wazazi bado hawajastuka juu ya hili, tunaomba vivyo watuletee, kutokana na dunia yetu yenyewe ilivyokuwa. Watoto wakikaa mtaani wanazidi kuharibikiwa. Ninadhani niishie hapa. Kama kuna mengine shekhe, basi naweza kuendelea. Wengine ningependa kujua kutoka kwako vile vile, katika kazi yoyote huwa kuna faida na changamoto. Ni kweli.
Bila shaka na hapa kutakuwa kuna faida zake na changamoto zake. Alhamdulillah. Leo hii labda ungeniambia mimi na ungemwambia mtazamaji wa chaneli hii ya Al Bahrain Online TV, anataka kujua katika madrasa hii mpaka sasa hivi tumefaidika na kitu gani? Tumefaida gani au tunasema mafanikio? Tuna mafanikio yapi? Alhamdulillah, miongoni mwa mafanikio kama nilivyoanza kutangulia, madrasa ilianzishwa na Sheikh Abdul Wahid. Miongoni mwa mafanikio madrasa hii kuzalisha walimu ndani ya madrasa hii. Ukiona Sheikh Barakati ni miongoni mwa wanafunzi wa madrasa hii, lakini yeye ametuzalisha sisi, na sisi vile vile tunao wanafunzi wengine wapo Al-Markazul Ihya. Tunao vijana pale wawili wapo, mmoja yuko mwaka wa 5, mwingine yuko mwaka wa 1. Lakini vile vile tunao vijana wengine katika markazu ya Bakharesa pale Al-Huda. Kwa hiyo kwa hilo tunamshukuru Mwenyezi Mungu, tumezidi kujitanua kwenye wigo wetu, na sasa hivi tumeandaa process kila mwaka Allah atatuwezesha tuwe tunatoa vijana kwenda kwenye markazi ili tuweze kutengeneza wasomi zaidi. Naam, hizo yalikuwa ni mafanikio ya madrasa hii tangu ilipoanzishwa mpaka ilipofikia. Mashaallah, wamefanikisha kutoa walimu ndani ya madrasa na wamefanikisha kuzalisha vile vile vijana kutoka hapa kwenda katika markazi za juu. Mashaallah, jambo zuri sana. Lakini vile vile tungependa kujua na changamoto zako. Changamoto zipi unazozipitia katika kazi hii? Alhamdulillah, kila jambo tunapaswa kumshukuru Mwenyezi Mungu. Miongoni mwa changamoto kama nilivyosema, hakuna biashara yote inayofanyika ikakosa kuwa na hasara au changamoto. Miongoni mwa changamoto, kwanza tumetoa idadi kubwa ya wanafunzi. Tuna wanafunzi 180 mpaka 190. Moja ya changamoto tuliyokuwa nayo, ukiangalia eneo letu hili tulipewa wafu. Huyu mzee mwanzilishi wa darasa hili alitoa wafu. Kwa hiyo tuna changamoto ya sehemu ya watoto kucheza, hatuna. Kwa hiyo kama kuna yoyote yule Allah amemruzuku ana kipato cha kutosha, anaweza kufika hapa madarasani kwetu, basi akaja kuona akaweza kuwavua hata nyumba moja, nyumba mbili zilizokuwa nyuma yetu au mbele yetu, ili tukaweza kupata eneo la watoto kuweza kucheza. Lakini wewe, miongoni mwa changamoto kutokana na ukubwa wa watoto wengi tuliokuwa nao, tuna changamoto ya maji. Maji tuliokuwa nayo hapa, tuna kitengi cha lita 1000 na hiki tumekivutia kutoka kwa watu, tunalipia ada kila mwisho wa mwezi. Lakini unajua mfumo wetu wa Dar es Salaam, mashine ikiharibika huko kama siku 2 na sisi hapa tunakosa huduma ya maji. Watoto wengi tuliokuwa nao, tukikosa maji hapa ndani ya saa moja tu basi vyoo vinakuwa haribifu. Kwa hiyo hizo ni miongoni mwa changamoto. Zipo zingine ambazo haziwezi kufutika, ikiwemo kama changamoto za wazazi kulipa ada, changamoto kwa sababu tuna wanafunzi wengi, sitoweza kuwafundisha mimi kama mimi, na ndio maana tuna vyumba zaidi ya 100. Kwa lazima wale walimu wetu ambao tunaoanzilisha, ambao wapo katika shule mbalimbali, tunawarudisha. Mathalan tutaenda kuona katika vyumba kwa wanafanya kazi kubwa, lakini wewe kama madrasa haina vitega uchumi, hatuwezi kuweza kuwalipa mshahara, wanajitolea. Kama kuna yeyote yule ambaye Allah amemruzuku, basi naye anaweza kuja kutugia nguvu ili kuwapa moyo wa walimu na wao waweze kufanya kazi kwa bidii na kwa juhudi, ili waone hii kazi ya dini ina manufaa duniani mpaka kwa Mwenyezi Mungu. Mashaallah. Mpenzi mtazamaji, nadhani umeyasikia mafanikio na umesikia changamoto zao, hususan zile ambazo ziko nje ya uwezo wao, ni kama vile maeneo ya kuchezea watoto, na hapa wamezungukwa na majumba mengi. Walikuwa wanaomba, naamini katika Waislamu tuko wengi matajiri, wanaweza kaja katika eneo hili wakachukua eneo moja wakavua nyumba kwa ajili ya kuwajengea mazingira mazuri vijana wetu wakapata elimu bora na sehemu nzuri ya kuchezea, ili mradi kuepuka michezo ya ajabu. Na changamoto nyingine kama alivyosema, mishahara kwa walimu ni changamoto na hizi za madrasa nyingi sana tunapopita. Lakini nadhani mnawasikia, mmemsikia mwalimu, naamini mtazifanyia kazi kwa pamoja, kushirikiana kuisogeza dini ya Allah mbele. Allah atatulipa kheri. Sasa mwalimu, endapo changamoto hizi mtu zimemfikia, anataka kutatua angalau moja au mbili katika hizo zilizosema, atakupataje wewe? Inabidi mawasiliano yako. Namba zetu sisi, binafsi yangu mimi mwalimu mkuu ni 0682. Namba za mwalimu mkuu wa madrasa hii 95 18 96.
na namba ya mkuu wetu ambaye ndio mlezi wetu hapa, Sheikh Ramadhani bin Ali, ambaye yeye ndio msimamizi mkuu wa madrasa hii. Huyu na huyu ambaye alianzisha madrasa hii ni baba mmoja mama mmoja, kwa hiyo ndio msimamizi mkuu. Namba zake ni 0786. Mlezi wa madrasa hii namba zake ni 0786 221 500, yani 500. Naam, bila shaka namba umezipata kwa umakini zaidi, na naamini kwa kuwa sisi ni Waislamu tunaipigania dini ya Allah, Allah atatubariki. Mimi upande wangu nimeipigania kulifikisha jambo hili kwako. Inshallah na wewe jitahidi kile unachokiweza. Miongoni mwa zile changamoto alizozitaja hapa ndugu yetu Sheikh wetu Ustadh Rajab Qasim Likachike almaruf Chike, ukimsaidia sio umemsaidia yeye, itakuwa umewekeza na wewe mbele ya Mwenyezi Mungu. Hivi sasa mwalimu, nilikuwa naomba sasa tutoke tukatembelee vyumba vya madrasa na wanafunzi. Labda kwa kumalizia kidogo, ni kabla tujiondoka, madrasa hii sio ya kihuni. Hii madrasa inatambulika kuanzia BAKWATA. Tuna usajili wa wilaya, unaweza ukauona hapo, tunatambulika kiwilaya. Usajili wa wilaya ni huu hapa, Baraza Kuu la Waislamu Tanzania BAKWATA. Lakini vile vile tunatambulika na madrasa za Kiislamu Tanzania UMAKITA, Umoja wa Madrasa za Kiislamu Tanzania UMAKITA. Tuna kwa hiyo pale hati ya utambulisho ile pale, mashaallah. Kikweli madrasa imekamilika, mashaallah. Kwa hiyo sio madrasa tu ya kiuni, tumejipanga vizuri, alhamdulillah, mashaallah. Allah akulipe kheri. Inshallah. Basi sasa hivi sasa tutoke tuelekee katika vyumba vya madaris ambazo wanapatikana wanafunzi. Naam, mpenzi mtazamaji, hivi sasa tunatoka katika ofisi hii ya mwalimu mkuu wa madrasa hii ya Nahdhat Ash-Shadhili, tunaelekea katika vyumba vya madrasa ili mradi kufahamu mambo mbalimbali kupitia madrasa hii kwa wanafunzi hawa madrasa hii inshallah. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Naam, hivi sasa tumeingia katika fasli ya kwanza, maana yake ni chumba cha kwanza katika madrasa hii. Ustadhi wetu Sheikh Rajab ametuleta katika fasli hii ya kwanza, ambayo tunaona kuna wanafunzi wamejipanga kwa uzuri mashaallah, wavulana kwa wasichana mashaallah. Jambo la kwanza kabisa, hivi sasa tunaenda, baada ya kuhojiana na mwalimu, tunaenda kuhojiana na wanafunzi tupate kujua mawili matatu manne na kuendelea kutoka kwa wanafunzi, tujue uwezo wa vipaji vyao katika kusoma Qur'an na masomo mengine. Je, wamepokea vipi yale ambayo wamefunzwa na walimu zao? Tunataka kujua, na mimi na wewe kutokufahamu kwa madrasa hii, kama tulivyotambulishana kule, ni madrasa iliyokamilisha katika sekta zote mashaallah, pia katika ngazi ya elimu. Tunataka kufahamu elimu ambayo walimu hawa wamejitahidi kuitoa kwa vijana hawa, vijana ambao wataifanyia kazi elimu hii huko mitaani na kuijenga jamii yetu katika ustawi mzuri wa kijamii inshallah. Mwalimu, tena nije kwako kabla ya kuingia moja kwa moja katika kuhoji wanafunzi hawa. Nataka nikuhoji maswali mawili matatu ili mradi kabla na mimi sijaingia katika kuwahoji wanafunzi hawa, niingie katika kuuliza maswali wanafunzi hawa walikuwa wanajua na wauliza kitu gani nao wanijibu nini. Ningependa kujua masomo ambayo wanasoma watoto hawa mashaallah. Alhamdulillah. Kabla ya kwanza kusoma masomo wanaosoma, naye mwalimu wao hapa Sheikh Abdallah Hussein Gange. Tayeb. Kama alivyokutambulisha mwanzo, kwani miongoni mwa vizazi vya madrasa hii wanapatikana hapa, na huyu ndio mwenye dhamana ya darasa hili. Kwa hiyo nadhani yeye anaweza akasema hata moja mbili, lakini katika twende moja kwa moja ili tuweze kuokoa muda. Miongoni mwa masomo yanayosomeshwa hapa ni tunafundisha sira,
Mnafundisha tafsiri ya Qurani, ndio, Qurani yenyewe, ndio, fiqhi, tauhidi, wa haluma jara na baadhi ya masomo mengine mengi tu ambayo kadri Allah anatuwezesha basi tunaweza kuwafikishia kama hidayah watoto wetu. Mashaallah, shukrani Sheikh. Mimi naona mimi na wewe sasa ni kuache niende kwa kiongozi ambaye anahusika na wanafunzi hawa. Inshallah. Moja kwa moja, kameramani wangu naomba niletee kamera, umvute mwalimu huyu. Mwalimu, asalamu alaykum. Salamu Heri. Kwema kabisa. Manyango yanasemaje? Ningependa ujitambulishe kwangu na kwa yule pale anayekutazama hivi sasa katika channel yako pendwa ya Al Bahrain Online TV. Unaitwa nani Shekhe? naitwa Abdallah Hussein, ni mwanafunzi ama ni mwalimu msaidizi wa madrasa na Hadhati Shadhiria iliyopo Bagara Mnamtoti. Mashaallah, mwalimu amejitambulisha vizuri. Mashaallah, Allah ajaze kheri Sheikh. Amina. Akudumishe katika jambo hili. Amina kwa sote Inshallah. Hivi sasa mwalimu, japokuwa mwalimu pale ameshatuambia masomo yanayofundishwa hapa, kama ningependa zaidi au hata mtazamaji angependa zaidi asikie kutoka kwako. Vitu gani unavyowanywisha hawa wanafunzi katika masomo yao wanayopata hapa, ili mradi hivi sasa nataka kuuliza maswali tudili na wanafunzi tupate video tunawauliza sehemu gani na sehemu gani, ili mradi mtazamaji na mimi nihamasike kwa kile kinachoendelea katika madrasa hii, kwa yale yaliyotangulia huko nyuma kusema na mwalimu pale katika zile changamoto. Kutokana na elimu itakayosikika kutoka vijana hawa, huenda watazamaji wakapata hamasa ya kusema makweli pale kuna jambo adhimu linafanyika na wanastahili kusaidiwa. Inshallah, karibu. Mimi nianze na kusema kwamba kama Sheikh alivyokusha tangulia kusema kwamba sisi madarasani kwetu masomo ambayo tunajikita nayo sana kwa hawa wanafunzi wetu kwanza ni Qur'ani. Naam, Qur'ani na hiyo sira, na tungeanza na somo lingine hapa masala fiqh, hayo sheria ndio haya masomo ndio wanafunzi wa humu wanaojipamba nayo tafsiri ya Qur'ani. Shukran. Shukran sana kwa utambulisho huo. Ningependa idhini yako na ruhusa yako, kwa wewe ndio mwenye dhamana ya darasa hili, unipe ruhusa niweze kuzungumza na vijana wako inshallah. Bila ya kutoa wangu mimi ruhusa, kwanza hii ruhusa yangu kwanza ningerudi kwa Sheikh kwa sababu yeye ndio Sheikh wangu. Mimi siwezi kutoa ruhusa basi na yeye basi na kutoa idhini ya Sheikh. Basi inshallah. Inshallah Sheikh, mzigo umekurudia kwa Ahlan wa sahlan. Ahlan wa sahlan wa marhaba. Nimekaribishwa jamani kwa makaribisho matamu kabisa. Makaribisho matukufu mashaallah. Vijana, assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Mara nyingine. Wa alaykum salaam wa rahmatullahi wa barakatuh. Mko salama? Hamujambo? Nyinyi na wazazi wenu nyumbani? Mnajisikiaje hivi sasa? Mnaruka live mbele ya chaneli yako pendwa kabisa iliyokujia hivi sasa ya Al Bahrain Online TV. Ukienda nyumbani usisahau kumwambia mama baba aingie katika channel yake ya YouTube, kisha andike Al Bahrain Online TV. Moja kwa moja atatokezewa kipindi hiki pendwa. Mwambie sasa kusubscribe, sema kusubscribe, like, comment na kushare. Support yenu na yao ndipo sisi tunasogeza dini ya Allah mbele ya jamii na izidi kusonga mbele. Semeni inshallah. Inshallah. Mimi ni Shahadi Bibi, hivi sasa mimi sitaongea tena na walimu zenu, mimi nitakuwa nikiongea na nyinyi. Nitakuwa nikiwauliza maswali na mimi mtajibu kwa ufasaha inshallah. Semeni inshallah. Inshallah. Naam, swali la kwanza moja kwa moja nitalitupa katika upande wa somo la sira. Mko tayari vijana? Mimi naomba tuwe na amani, msiogope hii kamera. Mkibu kwa ufasaha, mimi na mimi mko vizuri, mnajua yale waliyofundisha walimu wenu. Kushindwa kwenu nyinyi ni ule uoga labda, kwa kuogopa watu wametokea wapi. Lakini naomba msio waoga, sawa eh? Ikibidi nitawauliza maswali kwa Kiswahili, nanyi mtanijibu kwa Kiswahili, mradi hata tusikiliza pale naye apate kuelewa kwa haraka zaidi. Sawa? Mko tayari eh? Bismillahirrahmanirrahim. Swali la kwanza ningependa kujua kutoka kwenu. Mimi na yule anayetazama pale napenda kujua. Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam alipewa utume akiwa na umri wa miaka mingapi?
Anayejua anatakiwa anyoshe mkono, kisha kamera itamfuata na kumchagua, kisha atasimamishwa na atajibu swali. Bismillah. Ukisimama unajitambulisha jina lako nani, unatoka madrasa gani, tunasema nasoma na shule fulani, kisha unajibu swali. Sawa, tumeelewana eh? Nimeona mikono tayari. Sheikh kule mwisho, ningependa usimame ujitambulishe, unaitwa nani, unasoma shule gani? Abdul Karim bin Muhammad. Karibu. Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam alipewa utume akiwa na miaka 40. Mashaallah. Jamani, amepata amekosa? Takbir. Allahu Akbar. Takbir. Allahu Akbar. Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam alipewa utume akiwa na miaka 40. Swali lingine hapo, wakati mtume anapewa utume, anapewa amri ya kuwa mtume, yeye awe mtume, ndio yeye mwisho mtume, abaki kwa hivyo mtume, hakuna tena baada ya yeye mtume, alikuwa mahala gani? Wakati mtume anateremshiwa ule wahyi wa kwanza, sasa ndio yeye mtume anateremshiwa akiwa na umri wa miaka 40. Tumejibu vizuri, mashaallah. Alikuwa wapi? Sheikh umeonyesha mkono hapo, unafikiria? Sheikh kanyosha mkono, mashaallah. Simama, jitambulishe kisha utujibu. Naam. Naam. Akati kwa Madina. Jamani, amepata amekosa? Amekosa Na ni Sheikh huyo hajakosea, ameghafilika. Tunasema ameghafilika, si ndio? Ameghafilika. Sheikh ameghafilika kidogo. Basi swali hilo kuna mtu akulitetea? Tunaama upande wa sira. Tunaenda upande, unataka kulitetea Sheikh? Basi tunaama upande wa sira, tunakwenda katika upande wa masala haya ya fiqh ya kisheria. Bila shaka na mengine yako hapa ubaoni. Mashaallah. Swali la sira. Jamani, nimeona wavulana tu wakipambana. Wasichana, jamani, natakuwa nyinyi mpambane. Munyoshe mikono mjibu maswali, sawa eh? Jamani, wasichana si mnaweza? Ndio. Mnaweza au mwezi? Basi semeni nyinyi mnaweza, semeni. Tunaweza. Mmekuwa wanyonge. Mmekuwa wanyonge kwa nini? Msikubali kuwa chini bwana, Historia zinatuambia mwanamke alikuwa kipaumbele katika kupigania dini, si ndio? Basi swali la fiqh litakuwa wote, lakini msiwaachie mzigo peke yao. Haya, swali la kwanza nataka mtu aniambie, mtu ajibu swali lifuatalo linalosema hivi: vitu gani vinamlazimu Muislamu kabla ya kuingia katika swala? Mambo ambayo yanamlazimu Muislamu kuyafanya kabla ya kuingia katika swala. Nyinyi si mnaswali kila siku Ndio. Sasa wewe si Muislamu tayari? Wakati unapotaka kuswali, vitu gani vinakulazimu kuvifanya ili mradi uingie katika swala? Unajua maswali yetu mengine yanakuwa ni mfumo wa maisha yetu, si ndio Unajibu kulingana na knowledge yako ambayo unafanya kila siku. Kile kitendo unachofanya kila siku, sawa Kwa hiyo naomba uwe huru, jielezee na kutaka kuswali unaanza kufanya nini kabla ya kuswali, sawa? Mashaallah, una vijana wadogo kabisa huko. Na una mikono imenyoka. Sheikh, simama, ujitambulishe nani? Usisahau kujitambulisha madrasa yako na shule, skuli unayosoma. Humud bin Muhammad. Nasoma madrasa ya Saudia. Naam. Shule gani unasoma? Mbagara Kuu Primary School. Naam. Unafanya nini? Vitu gani vinavyomlazimu Muislamu miongoni mwako na wewe mwenyewe vinakulazimu kufanya kabla ya kuingia katika swala? Kusafisha mwili. Kutia nia kabla ya kuswali. Mashaallah. Tumpongezeni kwa kuwa yeye amejibu vile kulingana na knowledge yake, hajakosea, yuko sahihi kabisa. Kulingana na level yake na alivyoelewa, hajakosea. Aliswali swala isipokuwa kwa nini? Kwa udhu, si ndio Ndio. Kwa sababu unajifisha mwili maana kwa tahara ndio endefaje? Ukaswali. Uwezo ukaswali, Mtume anasema kila jambo linaendana kwa nini? Kwa nia. Lazima utie nia ya swala ndio ufanyeje? Uswali. Mashaallah. Nani mwingine atavitaja vingine katika kujisafisha mwili na kutia nia ya Sheikh katika kuelezea pale? Tumpongezeni basi. Nyinyi mnampongeza vipi mtu akifanya vizuri?
Jazakallahu khaira. Masha Allah. Nani mwingine ataongezea nyama hapo, ili mradi swali hilo lijeje linonenone. Unafanyaga nini? Ule kasema kujitaharisha mwili na kutiania katika swala. Nini kipi kingine? Kabla vile kaswali la mwisho. Niulizeni tena swali lingine. Je, mtu mwili wako kwa msafi umekoga, alafu nguo yako kwa inanuka mikojo, unafaa kuswalia? Kwa nini haifai kuswalia nguo ya mikojo? Kwa hiyo baada ya mwili kuwa tahara na nje nyingine ikiwa tahara. Nguo Mashaallah. Kwa hiyo na nguo zinaitwa nini? Ndio tahara. Ni vile vitu tunafanya katika maisha yetu. Nadhani nyinyi mnajua sema mmekuwa waoga. Swali lingine nakuulizeni. Kama nguo zako safi, mwili wako msafi. Lakini bado hujachukua udhu, unaenda kwa swali? Hapana. Lazima uchukue nini? Udhu. Ndio Haya. Ushachukua udhu. Ile sehemu yako ya kuswalia, unaenda kwa swali chooni? Hapana. Unaswali sehemu gani? Ile kwa sehemu ya swala ya kuswalia itakuwa hiyo vipi? Safi. Ndio vitu hivyo tunataka kufanya. Je, sasa hivi ni saa ngapi? Saa 5 kasoro. Unaweza kuswali swala ya dhuhuri muda huu? Hapana. Wewe unasubiria nini? Mpaka muda wa swala bure ufike, ndio Tumejibu swali kwa pamoja. Hili swali mmejibu maswali yote, mjibu mimi. Sijibu mimi. Isipokuwa mlikuwa swali nani lilikuwa limeficha sana nini? Mshajibu tayari, ni mambo ambayo anataka Muislamu ayachunge, afanye kabla ya kuingia katika swala. Ndio Basi Allah wabariki sana kushirikiana na sisi katika jambo hili. Kipindi cha mwisho nitaomba swali la mwisho mnisomee Qur'ani wote kwa pamoja kwa sauti nzuri. Mimi na yule anayetuangalia pale hivi sasa na walimu zetu hapa mbele wapate kustafidi kwa sauti zenu, mashaallah. Wanawake kwa wanaume inshallah. Mimi nitachagulieni sura mnisomee. Niwachagulie au nachagua wenyewe? Mimi nampa basi niwachagulie. Basi mimi naomba kazini mpe mwalimu wa darasa hili anajua wanafunzi wangu ukisoma sura hii bwana lazima ipige kelele. Mashaallah. Sheikh Abdullah. Naam. Karibu Sheikh. Wachagulie vijana wako. Sura gani itapendeza akisoma Sheikh? Ningependa wewe sasa muda huu mwalimu wao usome pale. Wakati wakisoma watoto wakiwa wanaonekana akaonekana mwalimu wao pale nyuma amesimama. Mashaallah. Karibu Sheikh wangu. Asante sana. Sasa tunakaa kimya kwa ile kusikiliza Qur'an tukufu. Na hapa baada ya hapo tutaama katika darasa hili kwenda katika chumba kingine inshallah. Ningeomba hawa vijana wangu Naam, katika masala ya Qur'ani ndio basi wangenisomea ama wangetusomea kwa sote ndio Suratul Naba. Suratul Naba. Naam. Mashaallah. Vijana mmesikia mtuambiwa na mwalimu? Ndio. Basi tunaomba kutoka katika sura hiyo aya zisizopungua walau 10. Yaani hapo kwa uchache angalau 10 mtusomee jamani. Na mimi mtasoma vizuri inshallah, si ndio Ndio. Basi bismillah tuanze. عن النبأ
Masha Allah. Takbir. Allahu Akbar. Mbona sauti ndogo? Takbir. Allahu Akbar. Mpenzi mtazamaji na mfuatiliaji wa chaneli hii pendwa ya Al-Bahrain Online TV, nadhani umestafidi kwa sauti nzuri Masha Allah kutoka kwa vijana hawa wa Al-Madrasati Nahdha Ash-Shadhili. Umestafidi vizuri sana. Mwalimu, hongera kwako wewe mwalimu msaidizi na mwalimu mkuu, juhudi kubwa mlioifanya kwa vijana hawa wakaweza kuhifadhi maneno matukufu ya Allah tabaraka wa taala na kuyatoa hivi sasa tumeyasikia sisi na anatufuatilia hapa. Mashaallah. Allah abariki sana vijana. Inshallah wakati mwingine Allah akipenda tutaonana tena. Inshallah. Hivi sasa tunatoka kuelekea katika faslu thani. Naam, hivi sasa tunaingia katika chumba cha pili cha madrasa hii Nahdha Ash-Shadhiliya. Baada ya kutoka katika chumba cha kwanza, tumeingia katika chumba cha pili, chumba ambacho pia tumekuta wanafunzi mashaallah wamejipanga katika ustadi wa hali ya juu, wamependeza mashaallah. Assalamu alaikum. Wa alaikum salaam wa rahmatullahi wa barakatuh. Hamjambo? Marhaba. Haya, hivi sasa tumeingia tena katika darasa fasuli ya pili. Tumekutana na wanafunzi wengine wa madrasa hii, wamejipanga katika hali nzuri kikweli, mashaallah, wamependeza. Vile vile tunataka kuyajua yale ambayo tuliyojua katika darasa la kwanza kule, hapa katika darasa hili la pili, chumba hiki cha pili. Tunataka kujua kwanza, tukutane na mkurugenzi au ama yule mwenye dhamana ya darasa hili, kisha yeye atuambie, ajitambulishe kwa majina yake mashaallah, pia atutambulisha sisi na wewe unatufuatilia hapo, nini kinaendelea katika fasili hii, masomo gani anawapatia vijana hawa, kisha tuwasikilize wakiwa wanatabaruku katika hayo ambayo wanafundishwa inshallah. Mwalimu, naomba utukaribishie mkurugenzi ama tuseme yule mwenye dhamana ya darasa hili. Karibu. Inshallah, karibuni tena kama nilivyokaribisha mwanzo. Shukran. Hii ni fasili ya pili ambao vijana hawa wanatamallaki kuanzia suratul Fatiha mpaka suratul Nabai. Mashaallah. Nilisahau kuambia kule wanaanzia chumba cha tatu pale wanafanya muraja ai wanasoma kuanzia juzu ya tatu mpaka juzu ya kwanza. Mashaallah. Na hapa wanaanzia suratul Fatiha mpaka suratul Nabai. Mashaallah. Kwa hiyo mwalimu wetu wa darasa ni Sheikh Mkalamo, yuko humu. Tutaomba yeye mwenyewe Nadhani na yeye kwa mawili matatu atatusema ili tuweze kuendelea inshallah kwa haraka. Sheikh, karibu hapa Sheikh. Tukuone vizuri. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaykum assalam wa barakatuh. Naam, Sheikh wa Ustadhi Said Abdullah Mkalamo. Mashaallah. Ni ustadhi wa safi thani. Hapa nafundisha somo la Qur'ani. Nafundisha pia kitabu cha Muslim Saghir na wanaandika hapa, wanajifunza kusoma na kuandika. Naam. Mashaallah. Kwa hiyo katika darasa hili wanafunzi wanachukua Qur'ani, lugha ya Kiarabu katika Muslim Saghir mashaallah, na wanajifunza kuandika, kusoma na kuandika. Mashaallah. Kingine katika kujifunza labda kule hadithi, sira wanasoma. Hadithi ndio tunasoma kama hivi kidogo kidogo. Hapa tumefundisha Muslim Saghir. Naam. Tunasoma hadithi. Mashaallah. Kulingana na level yao, hakika darasa limejipanga vizuri. Walimu wanatoa dozi, tunasema wanatoa elimu kwa wanafunzi wao kulingana na uwezo wao. Mashaallah, wabariki sana. Hivi sasa mwalimu, ningependa wewe utupe ruhusa kuwahoji wanafunzi wako juu ya kile ambacho wewe umewafundisha. Na tutauliza maswali mawili matatu katika Qur'ani, katika basi upande wa lugha hiyo unayowafundisha, na angalau katika watatuonyesha ufundi wao kuandika, washike angalau chaki hapo, watuandikia baadhi ya herufi. Mimi na mtazamaji pale, mfuatiliaji chaneli hii ya Al-Bahrain